Kamina Mwandagasi. Naam, Isa Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Naamini unaendelea vizuri. Huku tupo vizuri, wanasema tupo kama hatupo, lakini ndio hivyo tena. Tulikuwepo huko tokako, ni amani kama mbinguni, lakini amani hiyo kama unavyojua Mwakilembe iko mbinguni peke yake. Amani hiyo maeneo mengine hakuna, kama unavyoona mashariki mwa Ulaya amani hiyo hakuna, nazungumzia Urusi na Ukraine kule. Lakini pia mashariki ya kati amani hiyo hakuna, nazungumzia hapo kati ya Israeli na wazee wa Gaza, na wazungumzia Hamasi. Amani hiyo pia hakuna mashariki mwa Kongo huko mambo pia ni magumu sana. Maana yake ni kwamba kwangu pakavu tia mchuzi wamekalia kutikavu hapa dulu. Lakini pia Mwakilembe vile vile amani hiyo hakuna pembezoni mwa mashariki mwa Afrika. Mwakilembe, vipi huko uliko wewe? Mimi huko niko vizuri. Ndio. Swali langu lilikuwa ni moja tu. Ndio. Kuhusiana na hiki kilichotokea hapo Urusi. Kwanza naomba unikumbushe idadi ya watu ambao tayari wameshaaga dunia. Kutokana na unyang'ao uliofanyika, ambapo kundi hili la ISIS walikiri kuwa wao ndo walifanya huo unyang'ao. Sasa kwanza sasa hivi mpaka sasa idadi ni watu wangapi? Idadi rasmi ambayo imetolewa mpaka sasa na wizara husika nchini Urusi ni watu 137 ambao tayari mpaka sasa wamekwisha tangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu akapate kuwapumzisha kwa amani huko waendako. Lakini pia vile vile taarifa kutoka wizara ya Urusi vile imesema wazi kabisa kwamba idadi ya majeruhi ni 182 mpaka sasa. Lakini vile vile taarifa zingine ambazo sio rasmi wasema walioaga dunia ni 140 kamili. Kwa taarifa zingine ambazo sio rasmi ni 140. Unajua majeruhi ndio wanaongezeka. Majeruhi kuna ambao wako mahututi, kuna ambao wana unafuu. Sasa kuna ambao unakuta wanapoteza maisha hapo katikati kutokana na majeraha yao. Mwakilembe, kwa hiyo ndio taarifa kwa ufupi sana. Sasa swali ambalo nitaka kuuliza, tuliona Marekani alitoa angalizo, na ubalozi wa Marekani wasema ulitoa angalizo kuwa kunaweza kukatokea shambulio la kigaidi kama hivyo ambavyo lilivyotokea, na wakawakataza raia wao wasiende kwenye mikusanyiko, na kweli limekuja limetokea. Sasa nataka kujua, swali ambalo nataka kujiuliza au nakujua, yeye Marekani alijuaje? Na je, ina maana ubalozi wa Marekani unakuwa na intelijensia kali kuliko FSB ya nchini Urusi? Hapo ndio maswali yanayochanganya ndugu zetu pia wanaotaka kuelewa hapo. Mwalimu, hata hivyo taarifa ambazo umetoa hapo ni sahihi kabisa kwamba waliwataka raia wa Marekani waishio nchini Urusi wajiepushe na mikusanyiko isiyo ya lazima, hata kama ni ya lazima, lakini pia wawe makini. Angalizo hilo lilitolewa mnamo tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2024 kuwapa taarifa tu ndugu zao wa Marekani kwamba wawe makini, kwamba huenda kuna tukio likafanyika ndani ya Urusi la kigaidi. Na wa Marekani hao kweli walitii katika vifo vya watu 137 au 140 ambao vimetokea nchini Urusi. Ni wazi kwamba hakuna Marekani hata mmoja aliyekutwa na dhahama hiyo, na hakuna raia hata mmoja pia kutoka Umoja wa Ulaya aliyekutwa na dhahama hiyo. Ni raia mmoja tu kutoka ukanda huo kutoka Armenia, na ndo alikutwa naye katika sekeseke hilo. Lakini wengine wote kutoka Umoja wa Ulaya ama kutoka Marekani kwa ujumla, hakuna raia hata mmoja ambaye alikutwa na huo mtanange. Kwa hiyo Marekani yeye nadhani alifahamu kabisa kwamba kuna tukio linaweza likatokea nchini Urusi. Lakini sio tu kwamba labda pengine ni wazi kabisa Marekani, Mwakilembe, unafahamu kabisa ndipo na watu hawapendi tukizungumza hivi kwamba wale ndio viranja wa demokrasia duniani, ndio viranja wa amani duniani, na wana uwezo mkubwa wa kufanya tafiti na kukusanya taarifa na kuzifanyia maamuzi kwa haraka zaidi kuliko na sisi wengine huku ulimwenguni. Tumetofautiana Mwakilembe, usije hata kama umpendi Marekani unamchukia kwa sababu ana unyang'ao mwingi anaofanya,
lakini wenzetu ni wepesi sana kwenye ukusanyaji wa taarifa na kuzifanyia kazi kwa muda mfupi kulinganisha na mataifa mengine. Mataifa mengine wanaweza wakaona kitisho lakini baadaye wakakaa kimya. Utasikia tu baadaye nilijua tu ama niliona, lakini hukutoa taarifa. Uliona lakini hukutoa taarifa. Kwa hiyo Mwakyembe ni wazi kabisa Marekani wana uwezo huo wa kutrack na kupata taarifa mapema na kujua kile ambacho kinaweza katokea kwa baadaye. Na taarifa zingine Mwakyembe usahau kwamba raia hawa wote kwa ujumla wao ni raia wa Tajikistan. Kuna taarifa zikuja kwamba mmoja ni raia wa Ukraine na nini, tunafahamu katika mambo ya vita kuna mambo mengi, lakini wote hawa ni raia wa Tajikistan. Na ifahamike kwamba waliokuwa suspected kwa ujumla walikuwa ni raia 11, ile ambao wamekamatwa mpaka sasa ni raia 4 tu. Katika hao hakuna mtu anayevuka miaka 30. Wako chini. Wote hao ni 25, 30, yuko paka mmoja na miaka 19. Ndio ambaye uliona katika video anatembelea wheelchair. Wanasema yuko mahututi kusijua kwa sababu ya majeraha, ana miaka 19 naye alihusika. Mpango mzima wanasema taarifa ambazo zipo Mwakyembe ambazo sio rasmi sana, wanasema kwamba mpango mzima uliopangwa kufanya tukio la kigaidi hilo ulifanyika katika balozi ya Ukraine nchini Tajikistan. Wanasema ndo mpango mzima ulifanyika katika balozi wa Ukraine nchini Tajikistan, na waitangaza kwamba watu waje wajitokeze, kuna kazi 1 2 3. Basi wachache ndio wajitokeza, mwisho siku ilifanyika tukio hilo, lakini taarifa hizi hajathibitishwa na Ukraine ama na Marekani. Mwakyembe baada ya tukio kutokea, utakumbuka kwa taarifa ambazo zilitoka ambao Marekani alitoa akisema kwanza Ukraine hahusiki katika swala kama hilo. Cha kwanza Ukraine hahusiki katika jambo kama hilo. Cha pili na Marekani pia wao wenyewe pia hawahusiki katika jambo kama hilo. Wakasema hilo ni tukio ambalo limefanywa na IS. Yaani kabla ya IS hawajathibitisha wao kama wamehusika, lakini Marekani alishatoa taarifa mapema sana kabla kwamba Ukraine hahusiki na Marekani hahusiki, wamehusika watu wengine. Ndio baadaye tukaona baadaye sasa IS wakatangaza kwamba wao ndio wahusika wakubwa, lakini Urusi amekataa kwamba yeye hahusiki, amekataa kwamba IS hawahusiki, isipokuwa ni Marekani ndo anayehusika na Ukraine ndo anayehusika. Lakini pia vile vile Urusi wamesema kwamba mbali na kwamba ni Marekani na Ukraine na Umoja wa Ulaya ndo wahusika wakubwa, lakini pia waamini kama IS wanaweza wakafanya mambo kama hayo. Lakini IS wao wenyewe wametangaza rasmi siku ile walitangaza kwamba wao ndio wamehusika na mtanange huo ama na tukio kama hilo ama na dhama hiyo ambayo wameifanya ndani ya Urusi. Katika historia wasema ni miaka 20 imepita kama sio 30, Urusi hawakuwahi kushuhudia tukio kubwa la kigaidi namna hiyo. Mataifa mengine barani Ulaya wameweka ulinzi wa usalama, wameongeza ulinzi zaidi, kwamba maana unajua haya mambo kigaidi hayanaga mwenyewe kujichanganya tu, inakula paka kwako pia. Hawanaga macho na hawachagui hawa watu, hawachagui. Japo tunafahamu pia taarifa za mwanzo kabisa kwamba makundi kama haya yaliasisiwa ama kuanzishwa ama kufadhiliwa na Marekani nyakati hizo ngumu, kwa nyakati hizo. Ndiyo mwalimu. Sasa bado kunakuwa na maswali mengi ambayo watu wanatamani kuendelea kuyajua. Tumeona Marekani na Urusi ni mahasimu wakubwa. Alafu leo hii Marekani anatoa taarifa kuwa kuna shambulio litakuja kutokea. Sasa kinachowapa watu wasiwasi kuwa je, inawezekanaje kuwa Marekani hajahusika baada ya kuwa kwanza walikuwa hawataki mtaalamu Putin aweze kurudi madarakani. Wamefanya kila namna na kila mbinu, lakini imeshindikana, amerudi kuwa rais tena wa Urusi. Je, kuna uwezekano gani kuwa Marekani hajahusika na hili tukio? Mwakyembe hauwezi kuthibitisha moja kwa moja kama Marekani kahusika. Na kuna mtu ambaye anaweza akathibitisha kama Marekani kahusika, isipokuwa watu wanaunganisha matukio. Wanaunganisha matukio kwa sababu utakumbuka kipindi cha uchaguzi pia Volodymyr Zelensky alijaribu kufanya mashambulizi katika majimbo hayo, huko Luhansk People's Republic na huko Donetsk People's Republic. Zaporizhzhia pamoja na Kherson
ilifanyika mashambulizi kadha wa kadha, na matukio pia ugaidi yalifanyika katika vituo vya kupigia kura kipindi hicho. Lakini kabla ya tukio hili kulifanyika na majaribio ya ugaidi katika vituo vya kupigia kura. Makilembe, unafahamu Urusi iko vitani na Umoja wa Ulaya, Urusi iko vitani pia na Marekani ndio huyo pia na Ukraine. Kwa hiyo matukio kama haya ya gaidi unatakiwa uyategemee sana. Lakini pia vile vile huenda kwa Urusi kuwa vitani na Marekani na Umoja wa Ulaya nchini Ukraine, basi huenda pia magaidi ama watu ambao wana bifu ama wana shida na Urusi huenda wakatumia nafasi hiyo kufanya mambo yao ili wao wasionekane kwamba wao ili ionekane kwamba Urusi ndio mhusika mkuu, Marekani ndio mhusika mkuu. Hata hivyo Makilembe, kuna uhusiano wa karibu sana au usio na mashaka ama ulio na mashaka kati ya Marekani na vikundi mbalimbali Mashariki ya Kati, kwa sababu ukizungumzia uhusiano kati ya Urusi na IS sio mzuri sana. Urusi na IS wamekutana maeneo mengi sana. IS amepambana na Urusi Afghanistan, IS amepambana na Urusi nchini Syria, IS anapambana na Urusi pia kaskazini mwa Afrika, Niger, Burkina Faso na Mali, wako kote kwa IS. Kwa hiyo IS wamekuwa vitani na Urusi kwa kipindi kirefu sasa nchini Ukraine, na kundi ambalo limehusika na mashambulizi hayo nchini Urusi ni IS ambao wapo upande wa Afghanistan. IS ambao kwa Afghanistan ndio waliofanya hilo tukio. Maana IS imegawanyika katika makundi, katika branches au matawi 19 ulimwenguni kote. Sasa ukiangalia moja kwa moja kwamba Urusi amekuwa vitani na IS maeneo mengi duniani, sio tu nchini Afghanistan, lakini pia Syria, lakini pia Mali, lakini pia Burkina Faso, lakini pia Niger na maeneo mengine, Libya huko wapi. Kwa Urusi amekuwa vitani dhidi ya ugaidi. Lakini kundi hili pia kwa asili Mwakilembe ni kundi ambalo limewahi kufadhiliwa na Marekani. Na Marekani anatumia kundi hili nchini. Sikumbuka IS wataka waingie madarakani wataka wamtoe Ali Assad madarakani. Ndio lengo la IS. Kumbuka lengo la Marekani pia ni kwamba wamtaki Ali Assad madarakani. Sio unanielewa Mwakilembe? Kumbuka lengo pia la Marekani, hawataki Wataliban waendelee kuwa viongozi ndani Afghanistan. Sio unanielewa? Kwa ukijaribu kuunganisha matukio unagundua kama hili kundi kwa moja ni kundi ambalo linafadhiliwa na inaungwa mkono na Marekani. Japo sio wazi hivyo.